Tupige hatua kidogo ndio nikuonyeshe kitu kingine ambacho nataka ukione. Kwenye ule mlango wa 8 mstari wa 9, maandiko yanasema hivi: na katika moja ya pembe hizo ilitokea pembe ndogo iliyokuwa sana upande wa kusini na upande wa magharibi na upande wa nchi ya uzuri, nayo ilikuwa kiasi cha kulifikilia jeshi la mbinguni. Ikaangusha chini baadhi ya jeshi lile, na nyota ikazikanyanga, naam, ikajitukuza hata juu yake aliye mkuu. Na jeshi hilo ikamwondolea sadaka ya kuteketezwa ya daima, na mahali patakatifu pake kaangushwa chini. Na jeshi ilipotolewa kwake pamoja na sadaka, kuna kitu ambacho nataka ukione hapa. Maandiko yanasema ya kwamba baada ya kuwa yule beberu ambaye tumemwona ndiye huyu amepiga yule kondoo aliyekuwa na pembe mbili, yule beberu pembe yake moja ilivunjika na zikaunuka pembe zingine 4, kama vile tumesoma kwenye kitabu cha Danieli mlango wa 8 mstari wa 8, pembe 4. Lakini zile pembe 4 zilipoinuka, baadaye kukatokea pembe ingine ambayo ni moja ambayo ilikuwa na nguvu sana. Na maandiko yanasema ya kwamba ile pembe iliharibu patakatifu. Utakuja kuona ile pembe ambayo inazungumziwa hapa, yule kiongozi ambaye alikuwa amemiliki serikali, lakini akamiliki dini ama akamiliki utawala wa kanisani, na ambaye ni askofu wa Rumi. Kiangalia kwenye simu yako uulize who is the president of Vatican, ni Rumi, ni askofu wa Rumi. Lakini pia ameshikilia kofia ngapi? Kofia 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaenda katika mstari wa 15, maandiko yanasema hivi, ama mstari wa 13, maandiko yanasema hivi: ndipo nikasikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine, akamuuliza, huyu aliyenena haya maono katika bahari, habari ya sadaka ya kuteketezwa ya daima na lile kosa hilo lifanyalo ukiwa, yataendelea hata lini? Kukanyangisha patakatifu na jeshi. Akamwambia hata nyakati za jioni. Nataka tuende kwenye mstari wa ngapi? Wa 10 na ngapi? 15. Ikawa mimi Danieli nilipoyaona maono hayo, nalitafuta kuyafahamu, na tazama, alisimama mbele yangu mmoja mfano wa mwanadamu. Nikasikia sauti ya mwanadamu katikati ya mto Ulai iliyoitana kusema, Gabrieli, mfahamishe mtu huyu maono haya. Sasa Danieli anafahamishwa na Gabrieli kuhusiana na maono hayo. Mstari wa 17, basi alikapakaribia mahali niliposimama, nami naliongopa. Alipokaribia nikaanguka kifundifundi, lakini akaniambia, fahamu mwanadamu, kwa maana maono haya ni kwa wakati wa mwisho. Kumbe kile ambacho Danieli alionyesha kuhusiana na maono haya ni mambo ya nyakati za mwisho ambayo yatatokea. Mstari wa 18, basi alipokuwa akisema nami, nalishikwa na usingizi mzito, na uso wangu ulielekea nje, lakini alininguza akanisimamisha wima. Akaniambia, tazama, nitakujulisha yatakayokuwa wakati wa mwisho
wa ghadhabu, maana ni wakati wa mwisho ulioamriwa. Yule kondoo mume uliyemwona mwenye pembe mbili, hizo ndizo falme za Umedi na Uajemi. Kumbe yule kondoo ambaye unamuona ako na pembe mbili hapa ni ufalme wa Umedi na Uajemi. Maana ufalme wa Umedi na Uajemi ilikuwa ni wafalme wawili ambao wametawala wakati ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nadhani tuliangalia kwenye unabii kule tukaona ni kitu same ambacho kinazungumziwa hapa. Lakini pia ukiangalia utaona kwamba zile pembe moja ilikuwa ni ndefu kuliko nyingine. Maana Umedi na Uajemi hazikuwa zinatoshana nguvu. Lakini pia mstari wa 21 nasema, na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Uyunani. Huyu beberu ambaye anaonekana kuwa ako na pembe katikati ya macho yake, pembe moja, waliosema kwamba ni mfalme wa Uyunani, ambao ni mfalme wa Girisi aliyeingia baada ya kuwa ufalme wa Umedi na Uajemi umeanguka. Nadhani hapa Biblia ina tafsiri yenyewe kabisa. Hata yale ambayo hayakuwa yameandikwa kwenye ndoto na maono ambayo Nebukadneza ya Danieli, hapa ndio Biblia ina tafsiri kabisa mpaka falme vile ambazo zilikuwa zinafuatana. Kwa hivyo wanasema kwamba huyu beberu ni huyu beberu ama mbuzi ni ufalme wa Uyunani ama ufalme wa Greece ambao ulitokea baada ya Umedi na Uajemi, na ile pembe kubwa iliyo kati ya macho yake ni mfalme wa kwanza. Mfalme wa kwanza unajua kwamba alikuwa ni Alexander the Great, na baada ya kuwa Alexander the Great ameanguka, walitokea majemedari wengine wanne ambao walichukulia baada ya kuwa Alexander the Great amekufa kwa kunywa pombe. Maandiko sema kwenye mstari wa 22, tena katika habari ya pembe ile iliyovunjika ambayo badala yake zilisimama pembe nne, falme nne zitasimama kutoka katika taifa lile, lakini si kwa nguvu kama yake. Kwa hivyo hao majemedali waliotokea baada ya kuwa Alexander the Great amekufa hawakuwa na nguvu kama Alexander the Great. 23 nasema hivi nasema hivi, na wakati wa mwisho wa ufalme wao wako sawa, watakapotimia, mfalme mwenye uso mkali afahamue mafumbo atasimama. Hapa tunaongelea kuhusiana na mfalme ambaye anajua mafumbo, anajua mambo ya kiroho, na mfalme ambaye ako na akili kubwa sana, ako na ufahamu kubwa sana. Tunapoongelea kuhusiana na mfalme afahamue mafumbo, tunaongelea kuhusiana na mtawala wa Rumi ambaye ako na uwezo wa kujua mambo ya kiroho, lakini pia ako kwenye serikali. Tunaongelea kuhusiana na askofu wa Rumi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ukiangalia askofu wa Rumi ameshika kofia mbili. Ako na kofia ya kutawala kanisa ambazo ni kanisa za Katoliki, lakini pia ametawala kwenye serikali. Kiuliza President of Vatican utaambiwa kwamba ni Pope. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nguvu zake zitakuwa nyingi mno, lakini si kwa uwezo wake mwenyewe, naye ataharibu kiasi cha kustaajabisha watu na kufanikiwa na kutenda apendavyo, naye atawaangamiza hao walio hodari na watu watakatifu. Unakumbuka kwamba wakati ule kiongozi wa Rumi ambaye alikuwa ameshikilia ile Rumi ya kipagani, alipodhoofika waliinuka wafalme wengine 10, watatu wakaanguka. Wakati ule alisimamishwa pembe nyingine ambao mtawala wa Vatican, na kile kilitokea ni kwamba Wakristo wengi waliteswa, wale ambao hawakufuata kufanya kulingana na nini na kanisa hili la Rumi, kile ambacho walikuwa wanataka wakifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo huu nabii ni kitu kile kile ambacho tulikuwa tunasoma kwenye mambo yote ambayo tulikuwa tunaelezea kwenye Danieli 2, Danieli 7, Danieli ngapi? Danieli 8. Ni vitu vinafanana
kabisa.